Hii ni Maisha Kamili. Tukufungulia Biblia Uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa kipindi chetu kizuri tunapoenda kujifunza miongozo ya Biblia. Tuko somo la 10 na kusema Yoshua wa kweli. Fungu letu la kalili la wiki kitabu cha Korintho wa kwanza, fungu la 10 na 11 nao linasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Ili kutufundisha sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Basi tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ambavyo umekuwa pamoja nasi. Bado unataka kutufundisha mifano hii ambayo tunaenda kujifunza wiki hii. Tukaone namna gani ambavyo na sisi tunaweza tukaishi kwa uaminifu ule ambao watu waaminifu wa kale waliweza kuishi, na kuchukua mfano kuweza kuenda katika usawa wa maisha haya. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Sasa kulingana na Wayahudi, miisho ya zamani, hii lugha tunaweza kuielewa. Kwanza kulikuwa kuna agano la kale, si ndivyo? Walikuwa wamepewa ahadi, wanasubiria ahadi. Na ahadi ilikuwa nasema mwishoni Mungu atafanya. Mwishoni tuseme at the end, huu ndio wakati. Mwishoni ni ukingoni mwa huu wakati uliopo. Sawa. Sasa Paulo anaongea na Wakorintho, Yesu amekwisha kufika. Anasema sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Miisho ya ule wakati uliokuwepo. Lakini pia utamsikia Paulo baadaye akizungumza kwamba kumepambazuka. Wokovu wetu sasa ukaribu kuliko tulipoanza kuamini. Mkristo anaishi mwanzoni mwa wakati mpya. Haleluya. Sasa katika wakati huu wa zamani Mungu alijidhihirisha. Alitoa ahadi zake kwa matukio, kupitia watu na kadhalika, ambayo yalikuwa yanatoa ahadi Mungu atafanya. Sasa haya yalikuwa yanaitwa kama mifano ambayo ilikuwa nafundisha hivi ndivyo Mungu atakavyofanya. Hivi ndivyo Mungu atakavyofanya. Kwa hiyo sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani sasa tunatakiwa kuiangalia ile ya zamani, ile iliyokuwa imeahidiwa, ili kuelewa kinachoendelea sasa hivi. Ila kinachoendelea sasa hivi ndio halisia. Alafu ile ilikuwa inatupeleka kutufikisha ni mfano au bandia inayoelekeza, kivuli kinachoelekeza kwenye sawa. Imekaaje? Sasa twende siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili wa kibiblia. Kwanza Yoshua wa kweli. Kumbe Yoshua yule tulikuwa tunazungumza habari zake ilikuwa ni kivuli. Ilikuwa ni ahadi ambayo inahitaji kutimizwa. Haya, sasa tutaanza labda kuanza katika somo la Jumapili. Unasemaje hilo? Uainishi wa kibiblia. Yaani jinsi ambavyo Biblia inaainisha mifano hii kuelezea kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kukifanya mwishoni mwa wakati. Kwanza Warumi sura ya 5, tutasoma Warumi sura ya 5 mstari wa 14, anaoanisha Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho. Wakorintho yote tutoka kuzungumza hiyo sasa hivi inaainisha Israeli ya zamani na Israeli ya sasa hivi ambao ni wa Kristo sasa. Lakini pia Ibrania 8 mstari wa 5, hekalu la zamani na hekalu lile hema lile la Musa na ili ambalo lina mbinguni ambalo Yesu anaingia, na dhabihu zile za wanyama na dhabihu ya kafara ya Kristo Yesu mwenyewe. Ibrania 9 mstari wa 23. Sasa kwa zoezi kidogo tuainishe hii mifano inavyofanya kazi. Yaani unajuaje kwamba hii ni ahadi? Yaani huyu Yoshua ni zaidi ya, yaani huyu Yoshua anaelekeza kwenye Yoshua mwingine. Tukio hili linaelekeza kwenye tukio hili. Hebu tuangalie katika Daudi sura 22. Zaburi 22. Okay. Zaburi 22. Mfano michache tu. Fungu la kwanza, kuangalia anavyotamka pale. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Hii Sara ilikuwa midomoni mwa nani mwanzoni? Midomoni mwa nani mwanzoni? Yaani nani aliyetoa hii Sara? Daudi tunamwona hapa.
Ni kweli ilitokea au ilikuwa ni mfano tu umeandikwa? Ilitokea baada ya Yesu Kristo. Daudi kweli aliomba ombi kama hili. Aliomba ombi kama hili. Sahihi. Alikuwa kwenye mazingira magumu. Alipitia wakati mgumu. Alitoa tamko kama hili. Yeye alijua kwamba hii sala itabebwa na Yesu baadaye. Mungu wangu mbona umeniacha? Hapana. Ila wasomaji wa Injili wanapomuona Yesu anaomba namna hii, sasa kumbe imetimia. Yesu kumbe alipokuwa hapa duniani alikuwa amejitambua kama yeye ambaye anakuja kutimiliza uzoefu wa watu wake, iwe ni Daudi, iwe ni Israeli, iwe ni hekalu, iwe ni nini, anakuja kutimiliza. Alisema sikuja kutangua Torati au manabii, nimekuja kufanyaje? Kutimiliza. Kwa hiyo kumbe Yesu alikuwa akipitia Zaburi kama 22. Anaona uzoefu wa Daudi. Akili akasema ninaenda kubeba kilio cha Daudi. Na mimi naenda kupita mahali pa Daudi ili kumaliza kilio hicho. Kwa hiyo Yesu aliona hiyo ni kama ni njia ambayo anatakiwa kupita. Na alipopita mitume wanasemaje? Amepita, ameamaliza basi. Ametimiliza. Liliandikwa limetimia sasa. Umeona jinsi inavyofanya kazi ile mifano. Yaani kumbe hawa waandishi walikuwa wanajaribu wanaoanisha iliyosema huku, lakini kumbe udhihirisho wake wanaona kabisa utakuja kudhihirika baadaye kule. Kwa hiyo niseme haikinzani, yani kuna mambo ambayo yamekuja kuonekana sasa ukamilifu wake huku upande kwenye mwisho mipya sasa. Mhubiri anasema hakuna kitu chini ya jua. Unachokipitia inawezekana baba yako na alikipitia. Kweli si kweli? Kweli. Lakini Yesu amekuja kutimiliza yote. Kwa lugha nyingine amekuja kufikisha mwisho uzoefu mbaya tuliokuwa nao wakati wa zama hizo za uovu, zama zilizopita. Ili zama mpya ya Mungu iweze kutokea. Amekuja kuhitimisha zama hii. Kwa hiyo anapitia tulipopitia. Sawa sawa. Kwa hiyo pitia kokote katika Biblia. Anza katika kitabu cha Mwanzo. Luka sura ya 24 Yesu anasema haya yote yametimia, haya yaliyotokea katika weekend Ijumaa mpaka siku ya Jumapili ya Ufufuo. Ili kutimiliza. Mimi natiwa moyo sana ninapojua kwamba kumbe ninachopitia imekwisha kutimilizwa. Imekuja kutimilizwa inamaanisha kwamba uzoefu wangu sio wa bure. Yaani hautaishia njiani. Mateso yangu sio ya bure, hayataishia njiani. Kilio changu sio cha bure, hakitaishia njiani. Maana siku ya tatu alitoka. Hakuishia tu kusema Mungu wangu mbona umeniacha? Aliendelea kuomba Daudi na hayo yalitimia katika Kristo Yesu pale msalabani na siku ya ufufuo. Kwa hiyo kila uzoefu ndani ya Kristo Yesu umetimia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili. Kumbe yote yaliyoandikwa yametimia. Yote tuliyoyapitia katika zama za uovu, iwe ni katika baba zetu kabla ya Kristo Yesu au sisi tulipokuwa nje ya Kristo, yamekwisha kutimilizwa. Hata sasa tunapotarajia ahadi ya uzima wa milele utakaofunuliwa Yesu atakapokuja, tunajua yote tunayopitia Yesu ameyapitia na ameyatimiliza. Tupe neema ya kutembea na kutimiliza pia katika uzoefu wetu, uzoefu wa Kristo uliotimia, katika imani, katika tumaini, katika upendo, ni katika jina la Yesu Kristo. Tulete tena kwa masomo mengine kama haya hiyo kesho, ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Tumefikia tamati somo la Jumapili. Leo kesho tutaenda kuangalia Jumatatu mfano na halisi. Amen. Karibu sana. Amen.